Kwa majina naitwa Mashaka Kisulila, ni daktari wa binadamu, ni mtumishi wa halmashauri ya mji wa Njombe na ni mratibu wa huduma za kifua kikuu, ukimwi na ukoma halmashauri ya mji wa Njombe. Kifua kikuu ni ugonjwa wa kuambukiza unaosababishwa na kimelea anaitwa Mycobacterium tuberculosis. Kimelea huyu aligundulika miaka chini ya utafiti wa wanasayansi wakubwa, kina daktari, kina coach. Baada ya kugundulika walifanya tafiti pia za matibabu yake, na aligundulika ukawa ni ugonjwa wa kutibika kwa vyepesi na dawa zake zikapatikana na kila sehemu zipo kwenye maeneo ya kutolea huduma za afya. Ugonjwa huu uliua mamilioni, bado unaendelea kuua watu wengi na makundi mbalimbali, lakini ugonjwa huu, kitu cha kushukuru Mungu, ni ugonjwa unaotibika. Ingawa katika jamii kulikuwa na dhana potofu hapo nyuma ya kwamba ni ugonjwa wa kulogwa, ni ugonjwa wa laana, kitu ambacho haikuwa ukweli, kwa sababu ni swala la ugunduzi hujafanyika katika uhalisia unaotakiwa. Lakini katika halmashauri yetu ya mji wa Njombe, ugonjwa tumeendelea kufanyia uchunguzi na kufanyia uhamasishaji ili watu wajitokeze, kwa sababu una dalili. Dalili mojawapo ya ugonjwa ni kikohozi cha zaidi ya wiki 2 kwa mtu asiye na maambukizi ya ukimwi, lakini kwa mtu aliye na maambukizi ya ukimwi kikohozi cha muda wote. Lakini kuna dalili nyingine, homa za mara kwa mara, kupungua uzito, kukosa hamu ya chakula. Lakini kwa watoto kuna dalili zake pia kama vile kushindwa kukua katika ukuaji unaotakiwa, kuongezeka uzito na dalili nyinginezo, kwa sababu ugonjwa unaweza kuathiri sehemu nyingi za mwili, mara chache kucha, jino na nywele, lakini sehemu zingine za mwili unaweza ukaathiri au ukapata athari za ugonjwa wa kifua kikuu. Na ndio maana tuna TB au kifua kikuu cha tumbo, kifua kikuu cha mapafu, kifua kikuu cha tezi, kifua kikuu cha damu. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao una madhara makubwa, na usipogundulika mapema unaweza kupelekea kuathirika kama mwanadamu na kupelekea hata wakati mwingine kifo, kwa sababu hujatibiwa au hujagundulika kwa wakati na kupata matibabu. Kwa hiyo katika hospitali yetu ya mji tumeboresha zaidi kwenye eneo la huduma hospitali yetu ya mji na halmashauri ya mji kwa ujumla. Sasa tumeenda mbali kwa kutoa elimu kwenye jamii na tumefanya kampeni mbalimbali kwenye makusanyiko ya watu, maana mojawapo ya makundi lengwa ni mikusanyiko ya wananchi au mikusanyiko ya watu, kwa sababu ugonjwa unaambukizwa kwa njia ya hewa. Lakini makundi mengine ni watu ambao wanaishi na magonjwa sugu kama vile shinikizo la damu, sukari, kansa na magonjwa mengineyo ambayo ni magonjwa sugu. Lakini sambamba na hivyo, makundi mengine ni watoto chini ya miaka 5 kwa sababu ya kinga zao zinakuwa sio imara. Lakini makundi mengine ambayo yanahusika ni makundi ambayo ni ya wachimbaji wa madini, lakini pia watu wanaofanya shughuli za kijamii, hata uchomaji wa mbao, uchomaji wa mikaa, uvuvi na makundi mbalimbali ambayo yanapelekea kupata ugonjwa wa kifua kikuu. Lakini sambamba na hivyo, kupitia serikali yetu na wizara yetu ya afya imeendelea kutoa maelekezo ya namna ya kuboresha, na sisi kama watendaji wakuu kwenye halmashauri zetu tumeendelea sasa kuratibu kwa kualika wananchi wajitokeze, wafike kwenye maeneo ya kutolea huduma za afya kwenye eneo la kifua kikuu na ukoma au kifua kikuu, ukimwi na ukoma, ili wapokelewe na watoa huduma na waweze kuchukuliwa maelezo, wachukuliwe sampuli bure kabisa na zipelekwe maabara kwa ajili ya uchunguzi, na kama mtu akigundulika ana changamoto au ana viashiria au ana vimelea, anaanzishiwa matibabu bure ili afya yake iweze kuwa imara na aweze kurudi kwenye ubora wake wa kiafya, ili kuendelea na shughuli za uzalishaji na uzalishaji wake binafsi, uzalishaji wa kitaifa, hata wa jamii yake kwa ujumla. Kwa jina naitwa Rose Minami, natokea katika hospitali ya mji Njombe, ni mtoa huduma kwa wateja kitengo cha kifua kikuu, TB na ukoma. Kitengo chetu hapa tunatoa dawa za kifua kikuu, ukimwi na ukoma. Pia tunawakaribisha wananchi wote wale ambao wana dalili mojawapo kati ya kukohoa zaidi ya wiki 2, kutokwa jasho sana usiku, kupungua uzito. Ukiona una dalili kama hizo, unakaribishwa kwenye hospitali yetu ili uje ufanyiwe vipimo, na vipimo ni bure, dawa ni bure. Kuna namba za simu wanaweza kunipigia na kuja kuwapa huduma, maana inakuwa ni nje ya muda wa kazi. Kwa hiyo kuna namba zinakuwepo pale, wanapiga, kwa huduma anarudi tena kutoa huduma kwa muda wowote ule. Lakini ofisini anakuwepo kuanzia saa 1:30
saa 9:30 kama kunatokea mteja au hivyo wagonjwa, huwa tunarudi tena kuwahudumia. Watu wakitumia dawa vizuri wanapona baada ya miezi 6. Dawa zetu ukianza unatumia kwa muda wa miezi 6, baada ya hapo unakuwa umekaa vizuri. Kwa hiyo baada ya miezi 6 tunaweza kujua huyu mgonjwa wetu amekaa vizuri au nini kifuate, kwa sababu wataalamu wako. Kwa jina naitwa Leticia Msigwa, natokea Njombe, Tawa Kambarage. Nilikuja hapa na mgonjwa wangu anaitwa Ima, mdogo wangu alikuwa anasumbuliwa na TB. Kwa hiyo tulifika hapa Kibena, tumepata huduma nzuri. Tunawashukuru, saizi wameboresha, madaktari wapo muda wote. Ukiwa unaumwa huko nyumbani, usikae nyumbani kwanza kusema nimerogwa au inakuwaje. Uje hospitali hapa ya Kibena, pana wauguzi wazuri, unapima, vipimo vyote vipo, unaanza dawa na dawa ni bure, hazina hela yoyote. Tunawashukuru sana wote wanaouguza hapa Kibena. Kwa mdogo wangu saizi anaendelea vizuri toka alipoanza kunywa hizo dawa. Nawashukuru.